ili kuwajulisha kuhusu uchaguzi mdogo wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki unaotarajiwa kufanyika tarehe 4 Mei 2026. Wabunge hawa wanatarajiwa kuwakilisha Tanzania katika bunge letu la Afrika Mashariki. Hiyo tunaomba mfikishe taifa hili muhimu kwa wananchi ili wafahamu kinachoendelea. Uchaguzi huu ni kujaza nafasi zilizoachwa wazi katika bunge la Afrika Mashariki baada ya Mheshimiwa James Kinyasi Miria, Mheshimiwa Dr. Ngwaru Jumene Magembe na Mheshimiwa Angela Kiziga kuchaguliwa kuwa wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, uchaguzi huu mdogo unafanyika kwa mujibu wa kanuni ya 20 ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025. Kanuni hiyo inaeleza kwamba uchaguzi mdogo unapaswa kufanyika ili kujaza nafasi iliyo wazi. Mheshimiwa James Kinyasi Miria na Mheshimiwa Dr. Ngwaru Jumene Magembe waligombea na kushinda uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025. Na Mheshimiwa Angela Charles Kiziga aliteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 2 Aprili 2026 kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wabunge wote watatu waliapishwa, ambapo sasa ni wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mantiki hiyo, wabunge hao wamekoma kuwa wajumbe wa Bunge la Afrika Mashariki kwa mujibu wa ibara ya 51 ibara ndogo ya 3 ya mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999, ikisoma pamoja na kifungu cha 7 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya uchaguzi ya Bunge la Afrika Mashariki namba 4 ya mwaka 2011. Hivyo hawawezi kuendelea kutumikia katika bunge hilo la Afrika Mashariki. Ndugu waandishi wa habari, kwa mujibu wa kanuni ya 18 ya kanuni za bunge, tulimwandikia Spika wa Bunge la Afrika Mashariki kumtaarifu kwamba wabunge hao wameapishwa kuwa wabunge wa Tanzania. Spika huyo alijulisha kwamba nafasi 3 za Tanzania zilizokuwa zimejazwa na wabunge niliyotaja ziko wazi, hivyo zinapaswa kujazwa ndani ya siku 90 kwa mujibu wa kifungu cha 8 kifungu kidogo cha 2 cha sheria ya uchaguzi wa bunge hilo. Ndugu waandishi wa habari, ibara ya 50 ibara ndogo ya kwanza ya mkataba wa jumuiya imeweka masharti kuhusu uchaguzi wa wajumbe wa Bunge la Afrika Mashariki kwamba unatakiwa ufanyike kwa kuzingatia na kwa kadri inavyowezekana uwakilishi wa makundi yaliyotajwa katika ibara hiyo. Kanuni za bunge zimeainisha makundi ya wakilishi kuendana na ibara ya 50 ya mkataba. Makundi hayo yametajwa chini ya fasili ya 6 fasili ndogo ya 5 na 12 fasili ndogo ya 3 ya nyongeza ya 3 ya kanuni kama ifuatavyo: kundi A wanawake, kundi B Zanzibar, kundi C walio wachache bungeni, kundi D Tanzania bara. Ndugu waandishi wa habari, Mheshimiwa Angela Kiziga alikuwa ni mjumbe aliyechaguliwa kupitia kundi A wanawake. Mheshimiwa James Kinyasi Miria na Mheshimiwa Dr. Ngwaru Jumene Magembe walikuwa wajumbe waliochaguliwa kupitia kundi D Tanzania bara. Nafasi hizo zilipatikana kwa udhamini wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu waandishi wa habari, ibara ya 50 ibara ndogo ya 2 ya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki inataja sifa za mtu aliyestahili kuchaguliwa kuwa mjumbe katika Bunge la Afrika Mashariki. Sifa hizo ni zifuatazo: A, awe raia wa nchi husika; B, awe na sifa za kuchaguliwa kuwa mbunge katika nchi husika; C, asiwe waziri katika nchi husika; D, asiwe mtumishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki; na E, awe ni mtu aliyedhihirisha uzoefu wake au kuhusika katika kusimamia na kuendeleza madhumuni na malengo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndugu waandishi wa habari, ibara ya 50 ibara ndogo ya 2 B inaelekeza mgombea kuwa na sifa zilizowekwa chini ya ibara ya 67 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Ibara hiyo inaeleza ifuatavyo: bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara hii, mtu yeyote atakuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kwa mbunge endapo A, ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyetimiza umri wa miaka 21 na ambaye anajua kusoma na kuandika katika Kiswahili au Kiingereza; B, ni mwanachama na ni mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa; C,
Katika kipindi cha miaka mitano kabla ya uchaguzi hakuwahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Ndugu waandishi wa habari, tarehe 14 Aprili 2026 nilitoa tangazo katika gazeti la serikali na katika vyombo vya habari. Lengo la tangazo hilo lilikuwa kutaarifu umma kuhusu kufanyika uchaguzi mdogo wa wajumbe watatu ili kujaza nafasi katika bunge la Afrika Mashariki. Aidha, nilitangaza tayari uteuzi wa wagombea na siku ya uchaguzi ni tarehe 4 mwezi Mei 2026. Taifa hiyo ikitaka Chama cha Mapinduzi kufanya mchakato wa kupata wagombea kwa kuzingatia matakwa ya fasihi ya 6 ya nyongeza ya 3 ya kanuni za bunge. Matakwa hayo pamoja na kujaza fomu ya uteuzi wa wagombea iliyowekwa kwa mujibu wa kanuni za bunge. Ndugu waandishi wa habari, tarehe 30 Aprili 2026 ilipangwa kuwa siku ya uteuzi wa wagombea. Hadi saa 10 jioni ofisi yangu ilipokea fomu na stakabadhi za malipo ya ada ya wagombea kutoka kwa wagombea wafuatao: A. Ndugu Fatuma Abdalla Kange, B. Ndugu Kosato David Chumi, na C. Ndugu Kambarage Masato Wasira. Baada ya uchambuzi wa sifa na vigezo vinavyotakiwa kwa mujibu wa sheria zinazosimamia uchaguzi huu, nimejiridhisha kwamba wataji wanakidhi vigezo vya kugombea nafasi ya ujumbe katika bunge la Afrika Mashariki. Hivyo, katika uchaguzi huu, A. Ndugu Fatuma Abdalla Kange anagombea kujaza nafasi moja iliyo wazi katika kundi A wanawake, na B. Ndugu Kosato David Chumi na ndugu Kambarage Masato Wasira wanagombea kujaza nafasi mbili zilizo wazi katika kundi D Tanzania Bara. Ndugu waandishi wa habari, itakapowadia siku ya uchaguzi, kabla ya bunge kupiga kura, wagombea wataruhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa bunge, watajitambulisha na wataomba kura kwa lugha ya Kiingereza. Baada ya hatua hiyo, wabunge watapewa fursa ya kuuliza maswali ya papo kwa papo kwa idadi itakayoamuliwa na spika. Kisha zoezi la kupiga kura litaanza. Kura zitahesabiwa na washindi watatangazwa. Ndugu waandishi wa habari, uchaguzi huu unakusudia kupata wawakilishi wa Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki. Wananchi wana haki ya kupata taarifa kuhusu namna wawakilishi wao wanavyopatikana. Hivyo ni vyema mfikishe maelezo kuhusu uchaguzi huu kwa wananchi ili waweze kushirikiana na wajumbe watakaochaguliwa katika kutekeleza majukumu yao ya uwakilishi.